Karibu katika kipindi cha matumaini. Kipindi hiki tutajifunza mambo mbalimbali, tutazungumza na watumishi wa Mungu tofauti, watatuelekeza mambo ya ufalme wa Mungu. Ninakusalimu kupitia jina kuu la Yesu Kristo. Shalom shalom mwana Mungu popote ulipo. Uko nami Madam Aradi, na siku hii ya leo tutaliangazia swala moja ambalo mtumishi wa Mungu huyu ameonekana akitembea na mkasi kanisani kwake akinyoa watu nywele. Kwa nini ameamua kufanya hivyo? Basi ungana nami tu mwanzo mpaka mwisho, na pia ikimpendeza Mungu tutatafuta watumishi wa Mungu wengine ili waweze kutudadavulia swala hili kwa ajili ya kujifunza, na ni kwa ajili tu ya utukufu wa Mungu Baba. Nikuombe tu, ikiwa bado hujasubscribe, ili wa kwanza kupokea taarifa ya video mpya na mambo mazuri kutoka hapa Ebenezer RTV. Sema nini? Kujipamba kwenu. Sio kujipamba kwa nje. Yaani kusuka nywele. Kusuka nini? Nywele. Yaani sasa hivi ni njia ya vitendo. Amina sana. Tumechoka. Tunaomba mpaka mate na kauka hapo. Baba, maisha yangu, ndoa. Umebeba nywele juu ya nywele. Utakosa kubeba mwanaume juu ya mwanaume. Utakosa kubeba mwanaume juu ya mwanaume. Mwanaume juu ya mwanaume utakosa kubeba. Sasa hivi njia ya vitendo, nimechoka. Katika hali isiyokuwa ya kawaida, waumini wa kike wanaoabudu katika kanisa la Mlima wa Majibu lililopo Kibena mjini Njombe wameonekana wakati wa ibada wakinyolewa nywele zao walizosuka, ikidaiwa kuwa wamekuwa na kiburi cha uzima. Baada ya kusambaa kwa picha hizo mjongeo katika mitandao ya kijamii, tumefanikiwa kuzungumza kwa njia ya simu na Nabii Patrick Mloe wa kanisa hilo, ambapo anasema kwa muda mrefu amekuwa akiwaonya kwa mujibu wa fundisho la neno la Mungu, lakini wamekuwa wakikaidi. Endelea kusoma, inasemaje? Na kujitia dhahabu. Na kujitia nini? Dhahabu. Na kuvalia mavazi. Bali kuwa utu wa moyoni. Bali kuwa utu wa wapi? Wa moyoni. Usioonekana. Usioonekana. Kama mapambo yasiyoharibika. Kama mapambo yasiyoharibika. Endelea mbele kusoma. Yaani roho ya upole. Roho ya upole. Na utulivu. Na utulivu. Iliyo ya thamani mbele za Mungu. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani waliomtumaini Mungu. Waliomtumaini nani? Mungu. Nyinyi huku kusuka, nani kawaletea kipofu huyu? Shetani mmoja. Nani kawaletea duniani? Watoto wa Kikristo. Alafu unaitwa Mkristo. Unaitwa nani? Mkristo. Unaitwa Mkristo, si ndio? Haya, sasa hapa hizi jofumwe huyu. Jofumwe achane vizuri, funga nyuma vizuri kabisa nywele yake. Sio nywele juu ya nywele, mnatuvalia manuksi, mabalaa, mikosi. Kesho unasema ndoa yangu baba, mimi ndoa nani? Ndoa nani? Haya, toa kabisa marude, fumu au nikate upala kabisa. Nikate upala. Haya, fumua haya madude yote, tupa kabisa. Haya mazagazaga haya, peleka kwa waliokuletea. Sawa? Nani mwingine amesuka hapo? Mmefumua wote sasa. Safi kabisa. Sasa hivi ni injili ya vitendo. Tumechoka na takataka hizi. Unaitwa mtoto wa Kikristo, alafu unakuwa takataka. Mnahubiriwa neno, linahubiriwa mnalichukulia kawaida. Neno kawaida. Yaani Wakristo mnachukulia neno kawaida. Wewe bahati yako zimeota. Usichonge hizi pembe. Hii mitindo nani kawaletea nyinyi Wakristo? Nani kawaletea? Nyinyi watoto Kristo mnasema mmeokoka, mko vizuri. Unaokoka kwenye takataka. Ndio maana tunaomba mpaka tunachakaa watu wafunguliwe. Kumbe ni pointi ndogo sana. Roho Mungu akasema kata manywele yao. Alafu ingia waanze kuniita mimi Mungu kama sitaitika. Kuanzia Jumapili nimeifanya kazi, na ndio hivyo. Fumua mchane vizuri. Alafu nimuone kesho Jumapili. Tumwangalie na leo, alafu tutamuona na kesho. Je, ni mtoto anafaa sura ya Yesu au ni sura ya duniani? Nataka wote mwe na sura ya Yesu moyoni na mwilini. Umesikia mama? Roho na wapi? Usioka jina lako ukachonga tena. Nimeona hata ulikuwa unachonga huko. Ningefiaka hizo mpaka uelewe hapo. Hivi vinavyoota hivi, acha hivyo mtoto wa kike, weka nywele yako vizuri. Kama unanyoa basi tujue hata ni upala, ijulikane. Lakini usiharibu kona za pembe ya kichwa. Umemwona wifi hapo? Umeona? Sasa huu ndio muonekano wa mtoto wa Kikristo.
na tumewaonya kwa muda mrefu sana, lakini viburi vya uhai vinawadanganya. Tunalifanya neno, yani tunalifanya neno la Kristo kama vile dangulo. Tunafanya makanisa yanafanana na mataifa. Lile neno gumu kweli la uchungu watu hawalitaki. Kwa hiyo acha tutekeleze, dunia ilipuke, kuzimu iinuke, haina shida. Acha wajipambe kwa sababu ya mafundisho waliotoka wanafundishwa wenye kulembwa ili wajae makanisani. Sasa mimi sina time, hata we kaka ukipenda twende, usipopenda nipishe. Kwa sababu nimeitwa mimi kwa ajili ya mtu, sio makundi ya wapumbavu. Nimeitwa mimi kwa ajili ya mtu mtii, mnyenyekevu na msikivu, mwenye kukusudia kuitamani kuilisi mbingu na si kitu kingine. Kwa hiyo injili tumeigeuza inafanana na mataifa. Yaani Wakristo ni majina lakini ndani yao si Wakristo. Makatazo ni mengi sana. Acha nywele, wanaangalia nywele tu. Mbona maandiko mengi yamekataza kabisa, yani yamekataza, na atakuwa watumishi waleitwa kweli. Yani kwenye hilo eneo watakuwa wanyooshe kweli. Yani wasikunje kunje. Sasa tunalainika kukunja ili kuwakusanya waumini watuletee masadaka. Hapo ndio tunapoponzwa watu wengi. Injili ya kweli inakanyagwa chini. Ukisoma Isaya 56:10-11, ukilisoma hilo eneo basi ukielewa twende, usipoelewa acha. Zaidi ya miaka 10 ninaonya sana mpaka kufikia hapa nilipofika, kwa sababu ya viburi na mafundisho potofu ya watu walio wengi. Watumishi wanaingia kwa siri kana kwamba wanalilainisha neno kwamba kusuka sio dhambi, kuvaa suruali mwanamke sio dhambi, lakini soma Kumbukumbu la Torati. Tena linatamka kabisa pale 22 kuanzia 4, kumsaidia mtu umefananishwa na ng'ombe na punda. Huyo ni mtu, ni mfano wa mtu. Ukienda 5 inasema mwanamke na sivae mavazi yampasayo mwanaume, wala mwanaume asivae mavazi yampasayo mwanamke, kwa maana ya wafanyayo hayo ni machukizo. Hebu sikiliza hilo neno, ni machukizo. Ni machukizo. Watakavyopokea kwa sababu ya mafundisho na maonyo, na wengi walishayashika, bali mmoja ndio alikuwa na kiburi cha uzima. Hao ndio nimewatekelezea ili waelewe kwamba tuko serious kwenye kazi ya Mungu. Tunatakiwa tuwe safi kiroho na kimwili. Tuwe safi kiroho na kimwili. Sio unaishi kwenye jina la Ukristo afu si Mkristo. Haiwezekani hata siku moja. Ndio maana tunaonekana Wakristo hopeless, kama tuliofeli, kana kwamba Mungu wetu hawezi. Hapana. Nyakati zimeisha hizi, hakuna mchezo baba. Mwenye kuitafuta mbingu, maombi ya mwenye bidii ni dhabihu mbele za Mungu. Mtii na mnyenyekevu na msikivu. Mimi siwezi kukaa na mtu ambaye anakwenda kinyume na neno la Mungu, siwezi. Yaani mimi siwezi. Maneno ya Biblia yako mengi sana. Tena kuhusu habari ya wanawake, hata we kama unachonga ndevu zako hizo, soma vizuri Biblia. Unajua shida ni elimu. Yani shida ni elimu. Kwa hiyo mimi nimetoka na elimu miaka zaidi ya 10, na wapa elimu kubwa sana kibiblia na jinsi ya kujisimamia, mpaka mifungo ninawaelekeza. Kuna mifungo ya siku 3, kuna mifungo ya siku 4, kuna mifungo kama una nguvu ya siku 7. Kuna mifungo kama unauiwa vizuri kwa ajili ya huduma yako au mambo yafunguke kwa ajili ya kwenda kufanikiwa, mpaka 21. Kwa hiyo zinahau propaganda zinalopoka jua. Mungu akipigwa kwenye mshono, kubweka ni sehemu yake, lazima wabweke. Acha wabweke, safari inaenda.